Je, umewahi kuwa karibu sana na mtu, mkawa mnashirikiana vizuri, mnazungumza vizuri kila siku, mnaaminiana, kisha ghafla anaanza kutoonekana, anakuwa kama anaanza kukupuuza, hata kureply message zako inakuwa ni shida, au anareply baada ya muda mrefu sana. Hii ni hali ambayo inasumbua watu wengi zaidi ya unavyodhani. Lakini kwa nini hii inatokea? Nitakuonyesha psychology nyuma ya tabia hii na jinsi unaweza kuielewa ili usipate maumivu yasiyo ya lazima. Karibu kwenye channel yetu. Kama bado hujabonyeza subscribe, hii ni nafasi yako, kwa sababu tunazungumzia mambo ya akili ya binadamu, tabia na mitindo ya kijamii ambayo watu wachache sana hujadili. Sasa twende kwenye msingi. Moja, kuelewa hatua ya karibu sana, the closeness trap. Kwanza unapaswa kuelewa kwamba watu wengi wanapokuwa karibu sana na mtu wanahisi comfort level ya kutosha sana. Hii inaweza kusababisha mabadiliko ya tabia kwa sababu moja, wanaona unachukua nafasi kubwa zaidi. Wakati mtu unapokaribiana sana na wewe, mara nyingi wanahisi pressure. Hii ni kisaikolojia. Tunapokuwa na uhusiano wa karibu sana, baadhi ya watu wanahisi wanapoteza uhuru wao. Lakini pili ni fear of vulnerability. Kwa maana wakati mtu anakaribiana sana na wewe, wanakuwa wazi zaidi. Na hii inaweza kuwa scary au kuogofya kwa watu wengine. Ni kawaida kwa binadamu kuepuka hisia zinazowafanya wahisi wamesheheni. Lakini tatu ni testing boundaries. Baadhi ya watu hupuuza watu wengine ili kuona jinsi wanavyoweza kushughulikia rejections, kwa maana kukataliwa. Hii ni manipulation tactic ambayo wengi haina ufahamu na wazi kabisa mbele yao. Kwa maneno mengine, wakati unapokuwa karibu sana, unakuwa visible zaidi na hakuna kila mtu ana comfort ya kushughulikia na hivyo visibility ya kwako. Sasa sababu ya kisaikolojia. Moja ni fear of commitment, kwa maana responsibility. Wakati mtu anapokaribiana sana na wewe, mara nyingi wanahisi commitment anxiety. Yaani wanahisi kuogopa. Hii inaweza kuwa wanaogopa kushindwa kuwafaa wengine, wanaogopa kujitolea zaidi ya wanavyoweza, lakini pia wanaogopa hisia zako kuwa nzito kwao. Lakini pili ni contrast effect, ambayo mara nyingi tunasemaga ni changing priorities. Watu wanabadilisha priority. Mara nyingine watu hubadilika ghafla kwa sababu maisha yao yamebadilika. Hii ni fenomena ya kawaida, inajulikana kama contrast effect. Wapo kwenye mzunguko mpya au hobi mpya au matazamio mapya au wamezungukwa na watu wapya. Hivyo uhusiano wako wa karibu unakuwa secondary. Hauwezi kuwa tena primary kama zamani. Lakini tatu ni testing your dependability. Kujaribu, je, utegemezi wako ukoje? Kuna wale ambao wanajaribu kuona kama unaweza kushughulikia lack of attention. Watu wenye tabia hii mara nyingi ni manipulators. Hii sio always intentional kwa purpose mbaya, lakini ni tabia ya pattern ya psychology yao. 4 ni emotional burnout. Kukaribiana sana kuna hitaji energy. Wakati mtu hajui kudhibiti hisia zao, wanakimbia kama self preservation. Hii inajulikana kama emotional burnout. Sasa utajuaje kwamba unaanza kupuuzwa? Hii ni ishara unapoanza kupuuzwa, utaona vitu vifuatavyo. Moja, na ishara hizi zinaonyesha kuwa mtu anakupuuza. Kuwa makini sana nazo. Moja ni response time inakuwa ndefu. Wewe na yaani kwa kifupi tunasema wanachukua muda mrefu kujibu meseji zako bila hata sababu ya msingi. Lakini pili ni kupoteza initiatives. Wanaacha kuanzisha mazungumzo. Unakuwa kila wakati unaanza wewe. Message unaanza kutuma wewe. Kupiga simu unaanza wewe. Kila aina ya mazungumzo unaanzisha wewe. Lakini tatu ni kupunguza sharing. Hawawezi kuwa kama zamani. Wanashirikiana kidogo tu au kutoshiriki kabisa mambo yako. Lakini 4 ni body language changes, kwa maana mabadiliko ya lugha ya mwili. Wakati mnapokutana wanakuwa physical distance, wanakuwa kama watu ambao wanakukwepa fulani, wanazunguka au wanajitenga hisia. Sasa unaweza kukabiliana vipi na hali hii ya kupuuzwa? Moja, usikubali kujihusisha zaidi. Wakati mtu anakupuuza, jaribu kwenda emotional boundaries. Usijihusishe zaidi na uwezo wako wa kumudu disappointment. Wewe kubali na uendelea na maisha yako.
Lakini pili, zingatia behaviors patterns, sio excuse. Fanya analysis ya tabia yao, sio kusema maybe ni busy. Tafuta pattern. Yaani usirahisishe kusema labda nyakati hizo watakuwa wako busy. No. Mtu ambaye anakupuuza mara kwa mara ana pattern ya avoidance, ya kukuzuia. Tatu, tunaita maintain self worth. Kwa maana ya psychological key, hakikisha self esteem yako haitegemei uhusiano na mtu mwingine. Jiamini, lakini jiongeze thamani. Value yourself first. Kwa hiyo ukijipa thamani wewe, automatically hata wale wa nje, hata kama mtu alikuwa anakupuuza, anaweza kuongeza thamani kwa sababu wewe mwenyewe si ujali. Lakini 4, give space. Watu wanaopuuza mara nyingi wanahitaji space yao. Hii ni normal. Usiseme kwa ghafla, why are you ignoring me? No. Hiyo inaweza kuongeza pressure. 5, decide. Kujipa thamani. Worth continuations. Baada ya kuona pattern, uamuzi ni wako. Kuendelea kushirikiana au kucut ties. Hii ni sehemu ya emotional intelligence. Ni maamuzi yako binafsi. Kumbuka, tabia ya kupuuza baada ya ukaribu wa muda mrefu ni normal kisaikolojia kwa baadhi ya watu. Haimaanishi wewe ni problem, wala haimaanishi uhusiano wenu ulikuwa fake. Ni biology ya human behavior na psychology. Kwa hiyo jambo la muhimu, elewa pattern, weka mipaka yako, heshimu hisia zako. Usiruhusu tabia mtu mwingine ikudhoofishe. Kama unapenda mtu lakini wanakuacha sometimes, letting go ni step ya kuonyesha self respect na kujilinda kisaikolojia. Acha mambo yaende. Mtu akikupuuza, mwachie aende. Na mwisho, kumbuka, the right people will stay, the wrong people will fade away. Tunasema ukijua hili, unakuwa na freedom ya kuzingatia uhusiano unaokuletea peace of close na sio stress za confusion. Kwa maana watu sahihi watabaki, lakini wale ambao hawakuwa sahihi kwenye maisha yako automatically watapotea. Kama umejifunza kitu muhimu kutoka kwenye video hii, like, share na subscribe, kwa sababu tuna story nyingi za psychology na human behaviors ambazo zitakuacha ukijiuliza hii inafanyikaje kila siku. Ikiwa unataka, anaweza pia asante.